leo kurudi kwa Chamalon, sisi kama mashabiki wa Simba tumefurahi na tunaendelea kumuombea. Pengine unaiona nafasi ya Jean Charles Ahoua kutoa kiatu msimu huu? Nia kwanza Charles Ahoua ni kusaidia Simba. Jean Charles Ahoua akiingia uwanjani toa kwanza afikiri kuchukua kiatu. Anafikiria namna ambavyo kusaidia Simba. Kwa hiyo kama Jean Charles Ahoua ataendelea kupambana, ikimtokea kuona namna ambavyo anachukua ushindi na kiatu bora, kiatu itakuwa jambo jema. Itakuwa jambo jema. Imekuwa ni ligi yenye ushindani kiasi gani kwa namna ambavyo mechi zilizosalia? Ushindani ulikuwa mkubwa. Matokeo yetu tunapata bali tunachukua nafasi ya pili kwenye ligi ya NBC. Dar es Salaam Young Africans bado anaongoza iko kileleni. Lakini sisi tunamfuatia kwa kupambana. Kimsingi wa siku zote nasema bingwa anapatikana kwa mambo mawili tu. Baada ya ligi kuisha kwa na pointi nyingi au kwa na pointi nyingi kabla ya ligi kufanyaje? Kuisha ambazo hatuwezi kufikia kwa mtu yote. Kwa hiyo sisi kama Simba tunajua bado tuna kazi kubwa, tuna kazi ngumu ya kufanya, tuna kazi ya kupambana ili kuhakikisha tunaweka mazingira mazuri na tunachukua ubingwa wa ligi ya NBC. Dhamira ndio hiyo, nia ndio hiyo na uwezo tunao. Chini ya mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji na mimi nitakwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Aliyofanya Master Key Stefan Aziki msimu uliopita, tutegemee kwa Jean Charles Ahoua kwa msimu huu. Huenda tukapiga taswira kama ni MVP wa msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Brother, tunazungumzia Simba ameshinda goli 5 katika uwanja wa KMC. Tunazungumzia Simba ameshinda goli 5 katika uwanja wa KMC. Tuzungumzie Jean Charles Ahoua amekwenda kupiga hat-trick, timu yake imepata pointi 3. Ukitajia watu wengine sisi hatuwezi kuwazungumzia hao. Hao watu kama kweli wachezaji wanataka kuwafananisha, nenda kashawishi waje tarehe 15 mwezi wa 6. Kwamba nenda kawashawishi waje tarehe 15 mwezi wa 6. Mikoi performance yake nimekuuliza hivi kwa ajili kwamba taswira yako unamuona kwamba ni mchezaji ambaye Jean Charles Ahoua ametoka katika ligi moja na huyo unamtaja Aziz Ki. Si ndio? Leo unapokwenda kumzungumzia Jean Charles Ahoua unakwenda kumzungumzia MVP wa taifa la Ivory Coast ambaye mwaka jana alikuwa. Unakwenda kumzungumzia Jean Charles Ahoua ndio mchezaji ambaye anaongoza kwa magoli kwenye ligi ya NBC. Unafanisha na watu wengine maana yake nini? Mpe heshima yake. Jean Charles Ahoua ni mwingine na Aziz nani mamwita? Yaani mchezaji mwingine. Mikoi tumeona bungeni jana kwa namna ambavyo wabunge wameuliza unapanga tarehe ya dabi, wanataka uchunguzi. Sio kazi yao, wabunge kazi yao ni kupanga sheria za nchi. Swala la mpira linabaki mikononi kwa Wallace Karia, swala la mpira linabaki katika bodi ya ligi Almas Kasongo. Na ndio maana waziri wa michezo amewaambia kuna mambo mengine siwezi kuwajibu kwa sababu yako nje ya uwezo wangu. Nenda kamwambieni nani unamwita Msukuma nani? Swala la mpira si la kwake. Swala la mpira sio la bunge. Bunge ya kwao ni michezo na ndio maana jana walikuwa wanapitisha bajeti ya nini? Ya michezo. Swala la mpira tumwachie Karia pamoja na timu. Wanataka uchunguzi kwamba ukiwa umepanga tarehe ya dabi uchunguzi wa kuahirisha dabi uko wapi, ndio wanachohoji iko Mikoi. Sio kazi yao. Waziri wa michezo amewajibu. Amemwambia ukusikia kwamba tunashindwa kuingilia mpira kwa sababu kanuni inatukataza. Tukienda kuangalia mpira, tukiingilia mpira, maana yake finali ya shirikisho tutakuwa tushuhudii. Tunahitaji kushuhudia finali ya shirikisho barani Afrika. Na ndio maana serikali ikajitenga na swala la mpira, wamemwachia Karia endelee kuongoza. Mikoi, ni wazi Yanga wamempa ubingwa asipokuja Juni 15. No comment. No comment. Kwa nini no comment Mikoi? Siwezi kuwajibia, wao ndio watajua utupe ubingwa au utupe ubingwa. Ubingwa zote tupa TFF sio Yanga. Timu vijana mpambana, tumepata matokeo. Lakini kikubwa ilikuwa ni zawadi kwenda kwa mwekezaji wetu, mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Mohamed Dewji. Leo ni birthday yake. Vijana walijua kona namna ambavyo kumtafutia zawadi. Kwa vijana wameamua kumpa zawadi, lakini tumepata point 3, tunasonga mbele. Kila ambaye alikuja mbele yetu tutampiga, kila alikuja mbele yetu tutamfunga ili dhamira ya Simba iweze kukamilika mwaka huu kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Nilikuwa na hofu sana kwamba tulikutana hatukuwa na hofu sana, lakini tulikuwa tunaheshimu kwa sababu unajua mchezo wa mpira mara nyingi una matokeo ya ajabu. Lakini sisi kama Simba tulijipanga, tulijua mechi ya kwanza ulitusumbua sana. Tulikuwa katika uwanja CCM Kirumba mjini Mwanza, tukapata ushindi wa goli 1-0. Lakini tumekuja hapa timu imebadilika. Nafikiri mwalimu aona namna ambavyo rotation aliyofanya, namna ambavyo wachezaji ambao walioanza, mwisho wa siku tumepata ushindi. Kwa hiyo kikubwa tulikuwa tunaheshimu, lakini tulikuwa watu wa free. Magoli ya Jean Charles Ahoua na leo mechi ni magoli mazuri, ni magoli ambayo
ametupa point 3. Sisi kama mashabiki wa Simba tumeenjoy, tumefurahi. Hata hivyo amechukua mpira, hata chiki amepiga, ni jambo jema. Kuona namna ambavyo mchezaji wetu anafunga, tunapata point 3, lakini pia anakwenda kuongoza kimagoli. Lakini pia hii ilikuwa ni adhabu kwa Mohamed Kamara. Leo watu wengi hawajui goalkeeper alodakia Pamba anaitwa Mohamed Kamara. Ndio goalkeeper ambaye tulompiga 7 na Horoya. Kwa hiyo Kibo Dennis walipomuona, Mohamed Hussein Shabalala walipomuona, wakamwambia huyu wakati walimekuja mwaka jana, mwaka juzi tulimpiga goli 7. Kwa hiyo leo tulikuwa tunatafuta namna ambavyo kumfunga goli 7, lakini Mohamed Kamara akamshukuru Mwenyezi Mungu amefunga goli 5, lakini ajua hizi Simba. Hii ndio Simba. Kwamba mnamudu sana ama? Yes, sisi tukimwona mtu ambaye anatusumbua, mwisho wa siku ni kumwadhibu baada ya kuona Mohamed Kamara. Lakini niwape siri moja. Hizi timu ni timu nzuri, lakini zinaharibiwa na baadhi ya watu. Leo Pamba goalkeeper namba 1 anacheza kila siku. Mwalimu aliamua kumpanga, lakini kuna mtu alimpigia simu akamwambia huyo asicheze, kwa sababu tu mambo ambayo wanaojua wao. Lakini sisi Simba ametusaidia, wamemweka Mohamed Kamara, tumempiga. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Simba, bado tunatakiwa kuendelea kuisupport Simba ili kuhakikisha kuja kumaliza kiboro cha mwisho dhidi ya KMC. Ni mechi itakuwa ngumu, ni mechi ambayo tunahitaji kama Simba kujipanga ili kuhakikisha tunapata point 3, lakini mimi najua kwamba mwalimu atajipanga Mwalimu Fadlu ili kuhakikisha tunakuja kuchukua point 3 dhidi ya KMC. Ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuona namna ambao wachezaji walikuwa injury wote wamerejea. Leo mnamzungumzia Chamaroni, lakini hata Muzamil Yasin amesharejea na amejiunga na wenzake. Kwetu sisi mashabiki ni jambo bora, lakini kwa mwalimu ni bora zaidi, kwa sababu unakwenda kumpa uwanda mpana wa kufanya nini? Machaguzi. Pindi unapokuwa na wachezaji wako 99% wanapokuwa wazima, kwa hiyo unakwenda kufanya machaguzi yaliokuwa sahihi. Kupanga Mwalimu Fadlu ili kuhakikisha unakuja kuchukua point 3 dhidi ya KMC. Ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuona namna ambao wachezaji walikuwa injury wote wamerejea. Leo mnamzungumzia Chamaroni, lakini hata Muzamil Yasin amesharejea na amejiunga na wenzake. Kwetu sisi mashabiki ni jambo bora, lakini kwa mwalimu ni bora zaidi, kwa sababu unakwenda kumpa uwanda mpana wa kufanya nini? Machaguzi. Pindi unapokuwa na wachezaji wako 99% wanapokuwa wazima, kwa hiyo unakwenda kufanya machaguzi yaliokuwa sahihi. Kwa hiyo kurudi kwa Chamaroni, sisi kama mashabiki wa Simba tumefurahi na tunaendelea kumwombea. Pengine unaiona nafasi ya Jean Charles Ahoua kutoa kiatu msimu huu? Nia kwanza Charles Ahoua ni kusaidia Simba. Jean Charles Ahoua akiingia uwanjani toa kwanza afikirie kuchukua kiatu. Anafikiria namna ambavyo kusaidia Simba. Kwa hiyo kama Jean Charles Ahoua ataendelea kupambana, ikimtokea kuona namna ambavyo anachukua ushindi na kiatu bora, kiatu itakuwa jambo jema. Itakuwa jambo jema. Imekuwa ni ligi yenye ushindani kiasi gani kwa namna ambavyo mechi zilizosalia? Ushindani ulikuwa mkubwa. Matokeo yetu tunapata, bali tunachukua nafasi ya pili kwenye ligi ya NBC. Dar es Salaam Africans bado anaongoza, iko kileleni, lakini sisi tunamfuatia kwa kupambana. Kimsingi wa siku zote nasema bingwa anapatikana kwa mambo mawili tu: baada ya ligi kuisha kwa na pointi nyingi, au kwa na pointi nyingi kabla ya ligi kufanyaje kuisha, ambazo zote kufikia kwa mtu yote. Kwa hiyo sisi kama Simba tunajua bado tuna kazi kubwa, tuna kazi ngumu ya kufanya, tuna kazi ya kupambana ili kuhakikisha tunaweka mazingira mazuri na tunachukua ubingwa wa ligi ya NBC. Dhamira ndio hiyo, nia ndio hiyo, na uwezo tunao. Chini ya mwenyekiti wa bodi Mohamed Dewji, na mimi ndio kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Aliyofanya Master Key Stefan Aziki msimu uliopita, tutegemee kwa Jean Charles Ahoua kwa msimu huu. Huenda tukapiga taswira kama ni MVP wa msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Brother, tunazungumzia Simba ameshinda goli 5 katika uwanja wa KMC. Tunazungumzia Simba ameshinda goli 5 katika uwanja wa KMC. Tuzungumzie Jean Charles Ahoua.